Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Ni moja ya hotuba zake Dr. Emmanuel John Nchimbi, aliyetoka katika familia iliyokuwa na historia ya utumishi wa umma. Nchimbi alipanda hatua kwa hatua katika uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, serikali na baadaye diplomasia, kabla ya kufikia kilele cha kisiasa akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, safari hiyo ndefu imefikia tamati baada ya Nchimbi kuamua kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na kutangaza kustaafu siasa na utumishi wa umma. Emmanuel John Nchimbi alizaliwa Desemba 24 mwaka 1971 mkoani Mbeya, alikokulia katika mazingira ambayo utumishi wa umma ulikuwa sehemu ya maisha ya familia yake. Baba yake John Nchimbi alikuwa askari wa jeshi la polisi na alifikia cheo cha kamishna msaidizi wa polisi ASP, huku pia akiwa amewahi kuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mtwara. Baba yake pia aliwahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM yani neki kupitia kundi la majeshi na baadaye kuwa katibu mkuu wa CCM wa mkoa. Huenda mazingira hayo yalichangia kumjengea Nchimbi mapema uelewa wa utumishi wa umma na uongozi. Nchimbi alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Oysterbay jijini Dar es Salaam, ambako alisoma kuanzia mwaka 1980 hadi 86. Baada ya hapo alijiunga na Uru Secondary School kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi cha tatu kati ya mwaka 1987 na 1989. Alihamia Sangu Secondary School ambako alihitimisha elimu ya kidato cha 4 kwa mwaka 1990. Kwa elimu ya sekondari ya juu alisoma Forest Hill Secondary School Mbeya kati ya mwaka 1991 hadi 93. Hatua yake iliyofuata ilikuwa ni elimu ya juu katika Institute of Development Management IDM Mzumbe, Morogoro, ambako alisoma stashahada ya juu ya utawala wa umma kati ya mwaka 1994 hadi 1997. Hakusimama hapo, aliendelea na masomo ya uzamili katika chuo kikuu cha Mzumbe alikobobea katika benki na fedha, na baadaye akasoma shahada uzanivu yani PhD katika chuo hicho. Baada ya kuhitimu elimu yake ya juu, Nchimbi alianza kujijenga katika siasa ndani ya CCM. Mwaka 1997 alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa yani neki, na mwaka mmoja baadaye yani mwaka 1998 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM yani UVCCM. Nafasi hiyo ilimpa jukwaa kubwa la kitaifa na kumweka miongoni mwa viongozi wa vijana waliokuwa na ushawishi ndani ya chama hicho. Wakati huo Nchimbi pia alikuwa akijenga uzoefu katika utumishi wa kitaalamu. Kati ya mwaka 1998 hadi 2003 alifanya kazi katika Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMKI. Mwaka 2003 Nchimbi aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda, nafasi aliyoishikilia hadi mwaka 2005. Hii ilikuwa hatua muhimu katika safari yake ya kutoka katika uongozi wa chama kuelekea moja kwa moja kwenye utawala wa serikali. Mwaka 2005 aliamua kuingia katika uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Songea mjini. Alishinda uchaguzi huo dhidi ya mgombea wa Chadema Edison Mbogoro kwa kupata takribani 67.6% ya kura na hivyo kuingia bungeni kwa mara ya kwanza. Kuingia kwake bungeni kulifungua ukurasa mwingine katika maisha yake ya kisiasa. Mwaka 2006, rais wa wakati huo Jakaya Kikwete alimteua kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Baadaye alihamishiwa kuwa naibu waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana, nafasi aliyotumikia kati ya mwaka 2006 hadi 2008. Kuanzia mwaka 2008 hadi 2010 alihudumu kama naibu waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Katika uchaguzi wa mwaka 2010, Nchimbi alitetea tena kiti chake cha ubunge Songea mjini na akashinda, akimshinda tena Edison Mbogoro. Baada ya uchaguzi huo alipandishwa zaidi na kuwa waziri wa habari, utamaduni, michezo na vijana. Mwaka 2012 alihamishiwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi na kuwa waziri wa mambo ya ndani.
Safari yake serikalini ilipata changamoto kubwa mwaka 2013. Nchimbi aliondoka katika nafasi ya waziri wa mambo ya ndani mwezi Desemba 2013 wakati serikali ilipofanya mabadiliko katika baraza la mawaziri kufuatia utata ulioibuka kuhusu operation tokomeza ujangili. Kwa hatua hiyo, Nchimbi aliondoka katika serikali kuu baada ya miaka kadhaa ya kushika nafasi mbalimbali za uwaziri na unaibu waziri. Baada ya kipindi chake serikalini, Nchimbi alihamia katika eneo la diplomasia. Mwaka 2016 aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazili, akidumu hadi mwaka 2021. Mwaka 2022 alihamishiwa Kairo kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri, nafasi aliyoishika hadi mwaka 2023. Miaka hiyo ya uwakilishi wa Tanzania nje ya nchi ilimpa uzoefu katika diplomasia na mahusiano ya kimataifa kabla ya kurejea kwenye ulingo wa siasa za ndani. Mwaka 2024, Nchimbi alirejea kwa nguvu katika siasa za ndani baada ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa CCM, akichukua nafasi ya Daniel Chongolo aliyejiuzulu. Uteuzi huo ulifanyika Januari 15, 2024 na ukamrudisha Nchimbi katikati ya shughuli za kisiasa za chama tawala. Halmashauri kuu ya CCM Taifa imefanya kikao chake maalum leo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2024 hapa Zanzibar. Pamoja na mambo mengine yote, kikao hicho pia cha halmashauri kuu kimepokea pendekezo la kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kuhusu jina la katibu mkuu wa CCM. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa sauti moja wameridhia pendekezo la kamati kuu na kupokea jina la ndugu Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Januari 2025, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa CCM, alimteua Nchimbi kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uteuzi huo uliashiria hatua kubwa zaidi katika safari yake ya kisiasa, kwani ulimweka moja kwa moja katika nafasi ya kugombea moja ya nafasi za juu katika nchi. Lakini kama mnavyojua, Dr. Philip Mpango ndio makamu wa rais. Miezi ya karibuni hapa amekuja kuniomba nimpumzishe. Nikaanza kufikiria tu, sasa nani ataweza kunifaa? Basi nikaa na majina kadhaa na wote tukakubaliana na jina moja. Sasa nataka nililete kwenu jina la kijana wetu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, Nchimbi aliapishwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 3 Novemba 2025. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Lakini safari yake katika nafasi hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Agosti 25, 2026, Nchimbi anatangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na kueleza kuwa ameamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Baada ya masaa kadhaa, Rais Samia Suluhu Hassan anatoa kauli ya kukubali kujiuzulu kwake, huku taarifa zikisema kujiuzulu huko kutaanza kutumikia rasmi Septemba 4 mwaka huu. Hadi sasa hakuna sababu rasmi ya kujiuzulu kwake iliyotolewa hadharani. Kwa hiyo katika kipindi cha takribani miezi 10 tangu kuapishwa kwake Novemba 2025 hadi kuanza kutekelezwa kwa uamuzi wake Septemba 2026, Nchimbi amekuwa ni mmoja wa makamu wa rais waliokaa muda mfupi zaidi katika historia hivi karibuni nchini Tanzania. Katika zaidi ya miaka 30 ya utumishi wa umma na siasa, amepitia taasisi na maeneo mbalimbali ya uongozi, kuanzia mazingira, utawala wa wilaya, bunge, serikali, diplomasia hadi uongozi wa juu kabisa wa nchi. Kujiuzulu kwake kwa sasa kunaweka alama ya mwisho kwenye ukurasa wake wa safari ya kisiasa, na hii ilikuwa ni hotuba yake ya mwisho. Mheshimiwa
Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mustafa Kamal Mabul, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamis Ramadhani, Jaji Mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Deo Mwanyika, mwakilishi wa Spika, Mheshimiwa Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Dr. Desina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Mheshimiwa Dr. Sharozi Migiro, Katibu Mkuu wa CCM na viongozi wote wa CCM walioko hapa, waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, viongozi wote mlioko hapa na wengine wote waliotajwa katika itifaki zilizotangulia, na ndugu wananchi. Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za Makamu wa Rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii. Na huyo ndio Emmanuel Nchimbi kutoka Mbeya alikozaliwa mwaka 1971 kupitia Songea alikojenga mizizi yake ya kisiasa hadi Dodoma alikofikia kilele cha uongozi wa kitaifa. Anaondoka kwenye siasa akiwa ameshika karibu kila ngazi muhimu ya uongozi ambayo mwanasiasa anaweza kuipitia katika maisha yake ya utumishi wa umma. Kwa sasa kila mmoja masikio yake ameyatega kusikia ni nani atashika nafasi hiyo. Makala hii imeandaliwa nami Rajabu Athmani.